Kwenye hii dunia, maisha yanabadilika ghafla sana. Siku yoyote unaweza kujikuta kwenye matatizo makubwa ambayo hukuyatarajia kabisa. Hapa namzungumzia mshikaji mmoja aitwaye Tae-jung. Huyu hakuwa mtoto wa kishua. Alikuwa ni mtafutaji wa chini kabisa, anayesukuma gurudumu la maisha mjini kwa kazi ya delivery na bodaboda. Kila siku kwake ilikuwa ni mapambano, akifanya kazi usiku na mchana ili siku moja atimize ndoto yake ya kufungua duka la maua na mpenzi wake wa moyoni, Suji. Pia alikuwa amebeba jukumu la kumlea mdogo wake wa pekee, Tae-jin, baada ya mama yao kutangulia mbele ya haki. Maisha yake yalikuwa safi, ya amani na yenye matumaini makubwa. Lakini usiku mmoja, kila kitu kiliharibika. Katika mizunguko yake ya usiku, msichana mmoja tajiri, mwenye dharau kubwa kwa sababu ya hela za wazazi wake, alimfanyia fujo mshikaji wake wa delivery na kumwaga chakula chini. Tae-jung, akiwa na asiyependa uonevu, alimfukuza msichana huyo na gari lake la kifahari, akamzuia mbele kwa mbele na kumwambia, hela yangu kwanza, dharau baadaye. Wale watoto matajiri walilipa ile hela kwa uoga, lakini bila Tae-jung kujua, hapo ndipo alipojitengenezea maadui wabaya ambao walikuwa wanaenda kuharibu maisha yake yote. Siku iliyofuata ikawa ni mwanzo wa maisha ya mateso. Tae-jung alijikuta ananaswa kwenye mtego mbaya uliotengenezwa kiufundi. Katika ungwana wake wa kawaida, alimsaidia kikongwe mmoja kubeba sanduku zito kupanda mlima, kisha akapokea simu iliyoachwa na mtu na kufanya ukarimu wa kwenda kuirudisha kwenye tunnel moja iliyokuwa tupu na yenye giza. Kumbe, kila kitu kilikuwa kimepangwa. Siku inayofuata, polisi walivamia kwake na kumkamata. Tuhuma zikawa nzito mno: ubakaji na mauaji ya kinyama ya msichana mmoja mtaani. Ushahidi wote wa uongo ulimwonyesha yeye. DNA yake ilipatikana kwenye mwili wa marehemu. Lile sanduku alilolibeba ndilo lililotumika kutupia mwili, na ile simu aliyookota ilikuwa ni ya marehemu mwenyewe. Tae-jung alilia, akapiga kelele akijitetea kuwa yeye ni mtu wa delivery tu na hana hatia, lakini hakuna aliyemsikiliza. Hata mpenzi wake Suji alipoona ule ushahidi wa bangili ya ahadi waliokuwa wamevalishana ikiwa eneo la tukio, alishindwa kumwamini. Alivua bangili yake, akamwaga machozi ya maumivu na kuondoka. Tae-jung akaachwa mpweke, akahukumiwa kifungo cha maisha jela, huku kila mtu akimwona kama mnyama. Kuingia jela kukawa ni mwanzo wa mateso mengine. Mambo yakawa mabaya zaidi pale alipopata habari kwamba mdogo wake wa pekee, Tae-jin, amekutwa amekufa chumani kwake, na kuna barua inayodai amejinyonga. Kifo cha mdogo wake kilimfanya Tae-jung achanyikiwe kabisa. Alilia mpaka akakosa pumzi. Akajiona hana sababu tena ya kuishi. Akajaribu kujitoa uhai mara 3, lakini walimwokoa. Katika hali hiyo ya kukata tamaa, akakutana naye mzee mmoja jela aitwaye Sik, mfungwa wa miaka 15. Mzee Sik alimfariji sana, akamwambia, ishi maisha haya, jifue na usikate tamaa, wakati wako utafika tu. 입술은 떨려와 미워해야 하는데 또 네가 좋아 내 손을 놓고 멀어지는 너 이 사랑은 왜 더 선명해. Hapo ndipo Tae-jung alipoamua kubadilika na kuwa imara. Ndani ya miaka 5 jela, alifanya mazoezi makali sana, akasoma sheria na akajifunza ufundi wa magari na kupata vyeti. Akawa hachezewi tena na wafungwa watesi wakiongozwa na mbabe mmoja anaitwa Deok-su. Lakini ukweli ulijulikana pale mfungwa mmoja mpya alipoingia jela na kueleza stori inayofanana kabisa na ya Tae-jung. Kesi ya kuokota simu na kusingiziwa mauaji. Tae-jung alimshtua yule wakili wake wa serikali Kim na kumtazama machoni. Wakili Kim alikiri kwa dharau kuwa kesi nzima ilikuwa ya uongo, iliyotengenezwa na msanii mmoja bilionea na psikopati anaitwa Yohan. Huyu Yohan alikuwa analipwa mabilioni na matajiri
ili kusafisha makosa ya watoto wao, kama yule mtoto wa mbunge aliyemuua yule msichana miaka 5 iliyopita. Yohan alitengeneza ushahidi wote feki ili amsingizie Taejang kwa sababu hana sauti. Pia Kim alimwambia ukweli unaouma kwamba mdogo wake Taejang aliuawa kwa sababu aligundua ule ushahidi wa uongo na kuanza kufuatilia ukweli. Hasira ya Taejang ikawa kubwa mno. Alitengeneza mpango kabambe wa kutoroka ili akalipize kisasi. Alisoma shift za walinzi, akatumia gundi kuchukua mfano wa funguo, na siku ya mapambano ya siri ya jela alikata umeme mzima na kutoroka kupitia dari. Lakini watu wa Yohan walimteka tena nje na kumpeleka kwenye kiwanda kilichotelekezwa, ambako Yohan alikuwa anaendesha mashindano ya magari ya kifo kwa ajili ya matajiri kucheza kamari ya mabilioni ya pesa. Lakini hapo ndipo walipokosea, maana walimweka mtu anayejua magari. Taejang alichukua pikipiki, akafunga mtungi wa gesi nyuma, akalipua vizuizi vyote na kuruka nayo kwa kasi hadi mtoni. Akasepa kwenye risasi ya sniper ya Yohan. Uhai umerudi nje. Akiwa na majeraha, alifanikiwa kufika kwenye karakana ya Mzee Sik ambaye alikuwa ameshaachiwa huru. Mzee Sik na binti yake jeuri Yunbi walimpa hifadhi. Taejang akaanza operesheni yake. Alimvamia yule wakili msaliti Kim, akamshushia kipigo kikali hadi akataja siri zote na mafaili ya watu wanaotaka kusingiziwa. Akagundua kuwa mtu anayefuata kusingiziwa alikuwa ni dada mmoja kinyozi anaitwa Miss So. Bila kupoteza muda, Taejang alimuokoa dada yule na binti yake kutoka kwenye mikono ya wauaji. Yohan, akiona mambo yake yanaharibika, alizidisha ukatili wake. Aliwaua wafanyakazi wake wote, akamkata kichwa yule daktari feki aliyefeli kumlisha sumu Taejang jela, na kukiacha kichwa kile kama ujumbe wa dharau. Kisha Yohan alimuua yule mbunge, akapindua meza na kumsingizia Mzee Sik kesi hiyo ili amvute Taejang arudi kwake. Ili kumwokoa Mzee Sik, Taejang alifanya uamuzi mgumu sana. Alitembea hadi kituo cha polisi akiwa na kisu cha mauaji na kujisalimisha yeye mwenyewe ili mzee wa watu aachiwe. Lakini mlinzi mmoja wa jela mwenye utu aitwaye Yang alijua kabisa kuwa Taejang anaonewa. Akiwa njiani kumhamisha mtuhumiwa, Yang alisimamisha gari pembeni, akamfungua pingu Taejang na kumwambia, "Nenda kamalize ulichokianza." Mbele yake, gari la siri ilikuwa linamsubiri likiwa na Mzee Sik na Yunbi waliokuwa tayari kwa pambano la mwisho. Taejang alichukua lori kubwa, akalivunja geti kuu na kuvamia kasri la kifahari la Yohan usiku wa manane. Wacha kazi ianze. Humo ndani akakutana na Deoksu, yule mbabe wa jela aliyetoroshwa ili awe mlinzi wa Yohan. Pambano likawa ni la kufa au kupona. Deoksu alipigana kwa nguvu, lakini hasira na kumbukumbu ya mdogo wake aliyeuawa zilimpa Taejang nguvu ya ajabu. Alimshushia kipigo kikali Deoksu na kumalizana naye. Yohan alitokea akiwa ametulia na kujaribu kumtishia kwa kumshika Yunbi mateka, lakini Yunbi alijinasua na kumpiga yule mwanamke muuaji kisu cha kifua. Taejang alimshika Yohan na kumshushia kipigo cha mbwa mwizi, akasaga sura yake vizuri kwenye kuta za lile kasri. Yohan alikuwa anacheka akitaka auawe, lakini Taejang alimtazama kwa dharau na kumwambia, "Kifo ni chepesi mno kwako. Nataka uishi na uone jinsi ulivyofeli." Alimwacha Yohan akiwa hawezi hata kutembea, huku jumba zima likiwa limeanza kushika moto mkubwa. Yohan aliteketea mzima mzima ndani ya kasri lake. Shangwe likaishia hapo. Miezi 6 baadaye, ukweli ukawa wazi kabisa. Mahakama Kuu ilitengua kifungo cha Taejang na kumtangaza kuwa hana hatia yoyote. Jina lake likasafishwa na ndoto yake ikawa kweli. Alifungua duka kubwa la maua mtaani akiwa na Yunbi kama mpenzi wake, huku Mzee Sik na yule mlinzi mwema Yang wakifika kumpongeza kwa maisha mapya ya amani. Taejang hatimaye
alipata utulivu aliyouitafuta kwa miaka mingi. 이렇게 해 Lakini kwenye kona ya mwisho ya barabara, mtu mmoja alikuwa bado anamfuatilia kwa siri kwa mbali, ikionyesha kuwa safari bado inaendelea. Tukutane kwenye mwendelezo unaofuata. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment hapo chini ili tuende sawa. Burudani bado inaendelea. 다시 무너져 한 봉척해서 가슴이 먼저 너를 불렀어 웃는 네 얼굴 날 더 아프게 해 잡을 수 없는 듯